Uzito wa mtu haupo katika mali, katika fedha, katika elimu. Wa mtu upo katika wazo jema alilolibeba ndani yake. Uzito wa mtu upo katika namna yake ya ndani. Natamani unielewe kwa mfano huu. Ukweli kabisa, kuna wakati wako watu wanaonekana ni wazuri kwa mwonekano, ila ukiwasogelea karibu ukajua baadhi ya vitabia vyao vilivyo vichafu, unajikuta wewe mwenyewe unaanza kumwondoa kwenye ile thamani ya ule uzuri uliokuwa ukimtazama nao kabla hujamsogelea. Sasa hapa tunajifunza nini? Hapo unapata kujua kwamba kumbe uzuri wa mtu au uzuri wa kitu sio vile unavyokiona au vile unavyomuona mtu. Uzuri wa mtu upo katika matokeo wa yale anayoyafanya. Yana tija, yana uzuri, yana uzito kiwango gani, yana faida kiwango gani kwa maisha yake mwenyewe, kwa jamii yake na kwa watu wote kwa jumla. Yaani ni namna gani anachokijadili, anavyovifanya, anavyotenda, anavyoenenda vina tija gani katika jamii yake. Hapo ndipo napopata uzito wa mtu. Uzito wa mtu sio fedha, sio mali, wala sio vitu vya maisha haya. Ndio maana wako watu wamebahatika kuwa na vitu vya maisha haya, wamekuwa na mali, wamekuwa na fedha, lakini bado ni wa kawaida sana katika maeneo mengi. Lakini pia ni kuhakikishie tu kwamba uzito wowote utakaotokana na vitu vya maisha haya, wejua huo ni uzito wa mpito, ni uzito ambao hauwezi ukakutengeneza wewe ukatokeza kusudi jema. Kwa nini? Kwa sababu ni vitu vya mpito. Uzito wa mali, fedha, watu wakija kwako kwa sababu ya fedha ulionayo, wakakuheshimu kwa sababu ya fedha ulionayo, wewe jua kabisa hapo uheshimiwi wewe, kinaheshimiwa kitu ulicho nacho. Yaani kinachoheshimiwa hapo zaidi ni fedha. Lakini nataka kuzungumzia nini? Nazungumzia uzito wa mtu uliozidi fedha. Nataka kuzungumzia uzito wa mtu uliozidi mali, uzito ambao unazidi muonekano wa nje, uzito ambao kila mmoja anasema naam, natamani huyu angekuwa ndo mimi, huyu ningekuwa mimi. Kwa sababu ninaposoma mashujaa wa imani kuanzia kitabu cha Mwanzo mpaka Ufunuo, sipati mtu mzito ambaye uzito wake ulikuwa ni kwa sababu ya kuwa na mali nyingi. Hata kama kuna watu tunawasoma kweli kwenye Biblia kama kina Suleiman, walikuwa ni matajiri, kina Ibrahim walikuwa na utajiri wa mifugo. Kweli wako baba zetu ambao walikuwa ni matajiri, walikuwa na mali nyingi, lakini unakuja kuona kwamba katika kuzungumziwa kwao, katika kuenenda kwao, haizungumziwi mali kuhusika, kwamba eti ile mali ndio iliyowafanya wawe wazito. Ulianza uzito wao kwanza. Yaani wao wenyewe kuna mbilinge, kuna namna nyingi ambazo nawaona wamesimama katika kusudi, wanaendelea kushughulika na jambo jema kwenye maisha yao. Katika kuendelea kushughulika na lile jambo, ndipo Mungu anaona sasa hata hizi mali hawa watu wanastahili kuwa nazo kulingana na majukumu na yale wanayoendelea kufanya. Na bado hata anapopata zile mali haziwageuzi fahamu zao, hawageuki kumwacha Mungu kwa sababu labda ya mali ambazo zimekuja kwenye maisha yao. Bado nawaona wamebaki na uzito wao, bado wameendelea kuwajibika na mambo mengi yaliyo makusudi mema mbele za Mungu wao. Kwa hiyo mali haikuwa kikwazo. Kwa nini mali haikuwa kikwazo? Kwa sababu uzito wao haukutokana na mali, uzito wao haukutokana na vitu vya maisha haya. Uzito wao ulitokana na msimamo sahihi na wazo sahihi, wazo jema ambalo limetazamia
mtazamo wa kimungu tu, ni namna gani naweza kuikamilisha kazi ya Mungu iliyo thamani kuliko hivi vitu vya maisha haya. Kwa hiyo nikwambie kitu, uzito wako upo katika yale unayoyafanya. Uzito wako uko katika maamuzi yako, haupo katika mali unayohangaika kuipata. Sina maana kwamba ni dhambi kuwa na mali, sina maana kwamba utakiwi kuhangaika kupata kuwa na mali. Kuwa na mali sio dhambi, kuwa navyo sio dhambi, isipokuwa sasa nataka nikwambie nini? Nataka nikwambie hiki, ni kwamba uzito ambao utakutengenezea heshima kubwa wewe ni uzito ule ambao una mahusiano mazuri na Mungu wako kwa jamii yako. Jamii yako inajivunia, inanufaika na ule uzito, kuwa majibu ya watu wengi waliokosa majibu. Ule ndo uzito ambao utaheshimiwa nao siku nyingi. Ni kweli unaweza usiwe na mali, unaweza usiwe na vitu vingi vya maisha haya, lakini ile namna yako ya kuamua, ile namna yako ya kutenda, watu wanatamani wakukaribie, watu wanatamani wasikie unaongea nini, watu wanatamani wasikie unanena nini. Maneno yako yamegeuka kuwa faraja, yamegeuka kuwa majibu ya maswali ya watu. Kwa uzito wa mtu ni ule ambao unakuwa na majibu mengi ya maswali walionayo watu. Tafuta kuwa huyo mtu wa Mungu. Mimi napambana kutafuta kuwa mtu huyo. Hata ninapofanya ibada nafanya ibada nikiamini Mungu siku moja nijalie niwe majibu ya watu wengi, niwe majibu ya watu wengi. Yani hivyo ndivyo ninavyoendelea kufanya kwangu ibada, kuenenda kwangu, kutenda kwangu. Natafuta kuwa majibu kwenye jamii yangu, kwa sababu najua mwanadamu hajashindwa fedha, mwanadamu hajashindwa mali, mwanadamu ameshindwa majibu, yani majibu ya maswali aliyonayo, kwa sababu anatafuta fedha, si kwa sababu fedha ndo yenye kumpa amani. Anatafuta fedha akiamini baada ya kupata fedha, baada ya kupata mali yako majibu, uko ujasiri ambao utaongezeka kwa sababu ana mali. Yani anaamini kuna kiwango fulani cha pesa akiwa nacho, basi huko ndiko kutaka kumfanya awe mzito, kutaka kumfanya kuwa na heshima katika jamii yake. Na ndio maana baadhi wengine wanafikia hadi hatua ya kuua ndugu zao, kuua wapendwa wao, kuua watoto wao, wanaenda kukutana masharti magumu. Nitakusomea maandiko hapa ambayo yanathibitisha kwamba 21 kati ya mabaya yote ni kupenda fedha, na kupenda fedha huko ndiko kunakopelekea watu kuingia kwenye utata na mazingira mengi. Uzito wa mtu kabisa hautokani na mali aliyonayo, wala hautokani na fedha. Uzito wa mtu unatokana na yale anayoyafanya. Ndio maana unaweza ukaona, hata ngoja nikusomee maandiko hapa matakatifu. Nisome katika kitabu cha Luka ile sura 12 na ule mstari wa 15. Biblia inasema, akawaambia, angalieni, jilindeni na choyo, maana uzima wa mtu haumo katika wingi wa vitu vyake alivyo navyo. Uzima wa mtu haumo katika wingi wa vitu alivyo navyo. Unaweza ukaona ni kwa nini unaambiwa uzima wa mtu haumo katika wingi wa vitu alivyo navyo. Vitu ni vya mpito, vitu ni vya kupita. Heshima yako haiwezi katengenezwa na vitu vyako. Wewe nishakwambia kwamba ukiona wewe unaheshimiwa kwa sababu ya mali fulani ulio nayo, jua hauheshimiwi wewe, bali kinachoheshimiwa pale ni ile mali ulio nayo. Sasa tafuta sana kuheshimiwa wewe bila mali. Yani tafuta uzito, tafuta namna ambayo itakufanya wewe uwe muhimu kwenye jamii yako kuliko mali unayomiliki. Yani mali yako hata ikipokuwepo na wewe, hata ukiwa bila mali, bado heshima yako iwe ni kubwa kuliko heshima ya mtu mwenye mali. Nikwambie jambo moja hili ambalo pia lina uhalisia mwingi.
huwa viko vitu vinavyovuruga fahamu zetu, huwa huonekana kama ni muhimu kwenye maisha yetu, ni muhimu sana kwenye maisha yetu. Mfano ni kwa habari hata ya mahusiano mengi. Tuko watu ambao tunaamini kwamba kuwa na mtu fulani basi ni kama ndo tumekamilika. Yani unahisi uzito wako ni kuwa na mtu fulani, uzito wako ni kumkaribia fulani. Mimi nakwambia ukweli kabisa ni kwamba haya ni mawazo ambayo adui tu utuongelesha, lakini uzito wa mtu hautokani na ukaribu na watu fulani. Wako watu au yuko mtu unayemuona ni mzuri kwako, lakini kiukweli nikwambie tu kwamba sio mzuri kwako, ila na mvuto wa kingono kwako. Unajua, tutofautishe uzuri wa mtu na mvuto wa mtu, ambao mvuto huo umekaa kingono zaidi, kwa sababu mara nyingi sana mtu unayevutiwa naye unavutiwa naye kwa kutaka au kwa kutamani kuzini naye kwa sehemu kubwa. Achana na ule mvuto ambao unavutiwa na mtu kwa sababu ya tabia zake. Nazungumzia ule mvuto ambao unatokana na muonekano wa mtu. Mvuto huo mara nyingi unakuwa ni kwa sababu ya ngono. Ni mvuto ambao hauna uhalisia wa mvuto anaoutaka mwanadamu. Ndio maana unaweza ukamwona mtu leo hii aweza kwa mwonekano ni mtu mwenye mwonekano wenye ushawishi sana wa kutamani kumkaribia, lakini ukimsogelea karibu, ukasikia, ukajua mitazamo, mawazo alionayo, unaanza kumpuza na kuona ni takataka sana. Kwa nini? Kwa sababu ya mawazo, mitazamo alionayo. Kwa ndo maana nimekwambia kabisa kwamba tafuta uzito, tafuta mvuto, tafuta namna itakayo kuheshimisha bila kitu. Yaani watu wasikupende kwa namna unavyoonekana, watu wakupende kwa namna unavyoamua, wakupende kwa namna unavyoyakokota mambo yaliyoshindikana, mambo yaliyokosa ufumbuzi, alafu wewe ndo unakuwa na majibu. Tamani kuwa huyo. Ukisha kuwa umeweza hivyo, wewe utakuwa ni mzito kuliko mwenye mali, utakuwa ni mzito kuliko mwenye fedha. Nimesoma habari za baba zangu wengi sana kwenye Biblia hii, yaani mitume, manabii wengi ambao tunawasoma kwenye vitabu hivi, pamoja na fahari na mali nyingi walizokuwa nazo, ila hatuoni uzito wao ndani ya zile mali, ila tunaona uzito wao katika utendaji wao, katika maamuzi yao. Unaweza ukafuatilia mtu mmoja anaitwa Sulemani kwenye Biblia. Ni miongoni mwa wafalme ambao wanaonekana walikuwa ni matajiri sana duniani, lakini bado pamoja na utajiri na fahari zote, upati heshima yake kwenye utajiri, upati fahari yake kwenye mali alizokuwa nazo, kwenye ufalme aliokuwa nao, kwenye nafasi ya cheo alichokuwa nacho. Unapata uzito wa Sulemani ulikuwa katika maamuzi, ulikuwa katika namna njema ya kuamua, kuwa na majibu ya watu wengi, kuamua kwa namna ambayo watu wamekosa majibu. Hiyo ndio iliyotengeneza uzito wa Sulemani. Kwa tamani kuwa huyo, tamani kuwa na huyo, tamani kuwa huyo. Na ili kukutana nao yote, hakuna njia nyingine, hakuna njia nyingine ya kupita. Lazima tu ukubali kushuka, ukubali kunyenyekea. Kukumbushe maandiko yanasema, nyenyekeeni chini ya mkono wangu ulio hodari. Yaani mkono wa Mungu ulio hodari. Tena mbele anasema ili nipate kuwakweza kwa wakati wake, apate kutukweza kwa wakati wake. Yaani tunyenyekee chini ya mkono wake, yeye aliyezifanya mbingu na nchi, ili tupate kukwezwa kwa wakati wake. Kwa hiyo usitafute njia nyingine yoyote, hakuna njia nyingine yoyote itakayo kufanya wewe uonekane kwenye uzito wa namna fulani. Uzito wako umebebwa na maisha yako, umebebwa na namna yako ya kuamua. Uzito wako unabebwa na maamuzi yako leo. Maamuzi unayoamua leo ndio wanaobeba heshima na uzito wako.
Tafuta heshima itakayodumu milele. Tafuta heshima utakayoishi nayo hata baada ya kuondoka kwako, heshima ambayo hata baada ya kuachana na maisha ya dunia hii, baadaye watu wakuzungumze kwamba kwa kweli fulani alikuwa mtu, fulani alikuwa mtu, fulani alikuwa mtu. Sio kwa sababu ya fedha ulizokuwa nazo, ni kwa sababu ya maamuzi, ni kwa sababu ya namna ulivyokuwa unayabeba mambo mengi kwa namna ambayo si ya kawaida. Hivyo ndivyo utakavyoweza kutokeza kusudi lililo jema bila kupepesa macho. Mali imechukua nafasi kubwa sana kwenye maisha ya mwanadamu, kiwango ambacho hiyo mali imemtoa mwanadamu kwa Mungu, imemtoa mwanadamu kwa Mungu. Narudia tena kusema kwamba sisemi ni dhambi kuwa na mali, sisemi ni dhambi kutafuta mali, yani kutafuta fedha. Sisemi ni dhambi, ila unatafuta fedha huku ukiwa kwenye mahusiano gani na Mungu mmiliki wa hizo fedha? Uko na mahusiano gani na huyo Mungu? Kwa sababu ukweli ni kwamba Biblia inasema katika Zaburi, dunia na vyote vija, nchi na watu waliomo ndani yake, vyote ni mali ya Bwana. Ukisoma neno Bwana inamaanisha ni Bwana mkubwa mwenye, yani Mungu, ni mali ya Mungu. Kwa hiyo vyote tunavyohangaika navyo viko chini ya mkono wake yeye Mungu, wala kuna unachoweza kukipata kwa akili zako. Andiko anazungumza mahala fulani kwamba Bwana asipoulinda mji, yule akeshaye afanya kazi bure. Bwana asipoujenga mji, yule ajengaye afanya kazi bure. Ni dhahiri kwamba ikiwa kama utang'ang'ana wewe peke yako kwa akili zako kupambana na ulimwengu, hutotokeza kusudi lolote lenye faraja kwako, lenye matumaini kwako. Zaidi utakuwa kwenye maumivu siku nyingi sana, kwa sababu hakuna majibu nje na Mungu. Hakuna majibu nje na Mungu kuingilia kati maisha yako. Ni lazima uruhusu Mungu awe majibu ya maisha yako, awe majibu ya maswali ulio nayo. Acha nikupeleke tena kwenye maandiko. Bado nazungumzia uzito wa mtu usiotokana na fedha, usiotokana na mali. Nikwambie jambo hili, na nimekwambia hata mwanzo kwamba Mungu hakumheshimisha mtu kwa sababu ya mali alizompa, au Mungu hakutembea na mtu kwa sababu alikuwa na mali. Mungu alitembea na mtu kwa sababu ya unyenyekevu wake na utiifu wake. Mali zilikuja kwenye maisha ya mtu ni kwa sababu tu Mungu mwenyewe aliona huyu hata akipata mali baada haziwezi kumvuruga na kumtoa kwangu. Tamaa ya fedha, ya mali, ya kutamani kuwa navyo ndiyo iliyopelekea watu wengi kuingia kwenye maumivu makali ya maisha. Nisome tena katika Timotheo wa kwanza sura ile ya 6 na ule mstari wa 9 na wa 10. Nitasoma Timotheo wa kwanza Yesu alaka kwanza Timotheo ile sura ya 6 na ule mstari wa 9. Nasoma kama ilivyoandikwa. Biblia inasema, lakini hao watakaokuwa na mali huanguka katika majaribu na tanzi na tamaa nyingi zisizo na maana, zenye kuzulu, ziwatosazo wanadamu katika upotevu na uharibifu. Lakini 10 anasema, maana shina moja la mabaya ya kila namna ni kupenda fedha, ambayo wengine hali wakiitamani hiyo wamefarakana na imani na kujichoma kwa maumivu mengi. Wamefarakana na imani na kujichoma kwa maumivu mengi, hata kwa kutoa watoto wao, kwa kutoa wapendwa wao. Wengine wameingia hata kwenye masharti magumu kwamba pita hapa ili uwe na mali, akiamini kwamba liko tumaini katika hiyo mali. Kweli amefuata masharti, ameingia kote huko, amepenya, lakini bado yupo kwenye namna ile ile ya maumivu. Haoni kama kweli hicho ndicho majibu ya kile alichokuwa akifikiri kabla hajawa navyo.
Ukweli ni kwamba ziko sauti nyingi za adui shetani ambazo utongelesha kwamba wewe uko hivyo ulivyo kwa sababu kuna vitu fulani, kuna watu fulani, huna ukaribu na watu fulani, lakini uhalisia ni kwamba hauko hivyo. Uzito wa mtu sio mali nyingi, uzito wa mtu sio fedha, uzito wa mtu sio kuwa karibu na watu fulani. Na ndio maana wewe waulize waliojaribu kuvitafuta vitu kwa njia hizo, kwa kuamini kwamba tukiwa na ukaribu na watu fulani basi tutaenjoy maisha. Waulize kama wanaenjoy hata sasa. Wako waliosema kwamba tukiwa na mali kiwango fulani, tukiwa na uhakika wa mali kiwango fulani, tutakuwa tumeenjoy au tunaenjoy, hatakuwa na tabu tena, hatutakuwa na wahitaji. Waulize kama sio wahitaji. Hizo ni sauti ambazo shetani amekuwa akiongelesha watu wengi sana, amekuwa akituongelesha sana. Lakini nataka nikwambie mtu wa Mungu, uzito wako sio mali, uzito wako wewe sio vitu vya maisha haya. Uzito wako umezidi sana mali ya ulimwengu huu. Tafuta uzito usiolinganishwa na kitu chochote. Nakuwa naongelea hata habari ya mifano ya baadhi ya watu ambao wamewahi kuonekana kwamba ni muhimu kwenye maisha yetu. Ukweli kabisa, umuhimu wa kitu upo katika maamuzi, upo ndani ya kitu chenyewe. Yani namna yule mtu anavyoweza kuendelea, namna yule mtu anavyoweza kuamua, namna yule mtu anavyoweza kusimama, namna yule mtu anavyoweza kujibu kwa namna ambayo watu walikuwa hawana majibu, alafu yeye amegeuka kuwa majibu katikati ya watu. Hiyo namna itakuheshimisha sana, itakufanya uwe mzito siku nyingi sana. Nataka nitolee mfano huu, wenda usiwe mzuri, lakini ni mfano. Hata kama unaweza ukamwona binti mzuri, ana mvuto, anavutia kwa kumwangalia, unaona ni binti ambaye mnasema kaumbika, lakini huyo binti ukimsogelea karibu, ukisha anza kujua baadhi ya madhaifu yake, unajikuta zile namna za uzuri ulizokuwa unaziona kabla hujamsogelea unaanza kuzipunguza, unaanza kumuondoa kwenye ule uzuri uliokuwa unamwona nao. Kadhalika yuko mtu umemwona ni wa kawaida, huoni thamani yake, huoni umuhimu wake, ila kuna namna anaweza anaamua, anapopanga mambo yake, anapowasilisha maneno yake, unaanza kupata kitu kwamba pana kitu kwa huyo mtu. Unaanza kuona uthamani wa yule mtu kwamba hapana, nilikuwa namuona kawaida, lakini nafikiri sikumuona vizuri. Kuna kitu kwa huyo mtu, kuna kitu. Nafikiri nitamani sana mimi nitakiwa nikae na mtu wa namna hii, nitamani kumsogelea sana karibu. Yani ndio maana nimekwambia uzito wa mtu uko ndani yake yeye mwenyewe, namna anavyoamua, namna anavyotenda, ile namna anavyoenenda, kile ndio kinatengeneza uzito, kile ndio kinatengeneza namna ambayo itamfanya huyo mtu atokeze kusudi jema zaidi. Mtu wa Mungu, nimeongea kwa kifupi la maana hii, lakini mada yangu au somo langu linahusu sana uzito wa mtu duniani. Uzito wa mtu duniani ni nini? Basi uzito wa mtu duniani ni wazo jema, ni wazo sahihi, ni wazo ambalo Mungu aitamani kuliona kwa mwanadamu. Neema ya Mungu iwe pamoja nawe sana. Mungu akinipa nafasi tutaonana tena wakati mwingine.